Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Tutaanza na darasa yetu ya sira kwa kusoma kitabu cha Khulasatu Nuril Yaqin fi sirati sayyidil mursalin li talamidhil madaris al-ibtidaiyya. Kitabu hiki cha Khulasatu Nuril Yaqin kimegawanyika katika sehemu tatu. Kuna sehemu ya kwanza, ya pili na ya tatu. Sisi tutaanza kwa utaratibu wa kusoma sehemu ya kwanza mpaka itakapoisha, tutaingia ya pili, na itakapoisha tutaingia sehemu ya tatu. Ad-dawru al-awwal min hayati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, mzunguko wa kwanza unaotokana na maisha ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Ad-darsu al-awwal, somo la kwanza. Sayyiduna Muhammadun, kiongozi wetu Muhammad. Huwa rasulullah, yeye ni mtume wa Allah. Ila nnasi kafatan, aliyeletwa kwa watu wote. Na hii ndio tofauti kati ya mtume Muhammad na mitume wengine waliopita. Mitume wengine waliopita, kila mtume alipelekwa kwa watu wake maalum ama kwa taifa lake maalum, kwa hivyo alikuwa havuki mipaka zaidi ya pale. Lakini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hiyo ni kusadikisha kama mtume Muhammad ni mtume wa mwisho. Kwa hivyo kwa sababu ni mtume wa mwisho, hakuna uhitaji wa kuletwa mtume mwingine, ndio ameletwa kwa watu wote mpaka kitakaposimama qiyam. Huwa rasulullah ila nnasi kafatan, ni mtume wa Allah aliyeletwa kwa watu wote. Wa akhirul anbiya, na ni wa mwisho wa manabii. Wa imamu rusul, na ni kiongozi wa mitume. Kwa hivyo pamoja kama ni wa mwisho, lakini yeye ndiyo kiongozi wao. Jaa bid-dini al-islami, amekuja na hii dini ya Kiislamu. Alladhi, dini ambayo la yakbalu Allahu yawma al-qiyama, hatoikubali Allah siku ya Kiyama, dinan ghairahu, dini yoyote zaidi yake, zaidi ya dini ya Uislamu. Wa huwa, naye huyu mtume, min nasli sadati Quraish, anatokana na uzao wa mabwana wa Kiquraish. Ashrafu qabilatin, kabila tukufu mno, fi Makkah al-Mukarrama, ambalo lilikuwa hapo Makka Mukarram. Wayattasilu nasabuhu, na inaungana nasaba yake, bi Ismaila, na Nabii Ismail ibn Ibrahim, mtoto wa Ibrahim alayhi assalam, amani iwe juu yao. Hapa tukirudi nyuma kidogo katika historia, Nabii Ibrahim alayhi salam, Allah katika kumtunuka mja wake alimpa uzao wa watoto wawili, wote ni mitume, ambao kuna Ismail na Ishaq. Ismail na Ishaq, kupitia Ishaq katika mlolongo, katika mtiririko wa uzao wake, Ishaq alimzaa Yaqub. Yaqub kwa jina lingine akiitwa Israil, Kwa hivyo wale watoto huyo Yaqub ndio maana wakaitwa Banu Israil, yani uzao wa Israil. Kwa hivyo hao Banu Israil ni katika wajukuu zake huyo Ishaq, lakini vile vile katika, tunaweza tukasema ni katika vilembwe vyake Nabii Ibrahim. Katika upande mwingine Nabii Ibrahim alizaa mtoto Ismail. Huyo Ismail alimpeleka Makka. Kwa hivyo katika kukua kwake akaoa pale na akazaa pale Nabii Ismail, kizazi kwa kizazi, mpaka kumfikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baina yake yeye Nabii Ismail na mtume hapakuwa na mtume katikati. Kwa hivyo uzao ulikwenda kwa ndoa halali na si ndoa za kutunga, ni kwa ndoa za halali kabisa, mpaka akapatikana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ndio maana tukasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anatokana na uzao wa Ismail, na huyo Ismail ni mtoto wa Ibrahim. Kwa utaona namna gani ukoo wake ni ukoo wa kisharifu, ukoo mtukufu. Al-khulasa, ufupisho wa haya tuliyosoma. Sayyiduna Muhammadun, kiongozi wetu Muhammad. Huwa rasulullahi, yeye ni mtume wa Allah. Ila nnasi ajma'in, aliyeletwa kwa watu wote. Jaa bid-dini al-islami, amekuja na hii dini ya Kiislamu. Wa huwa arabiyun, ni Mwarabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Mwarabu. Qurashiyun, ni Mquraishi. Adnaniyun, anatokana na huyo
anatokana na uzao wa huyo mzee Adnani. Allahu a'lam.